kufanya naye biashara. Hapa ninamaanisha mfano unatuma pesa Ulaya, hauhitaji kwenda benki au Western Union au taasisi yoyote ile ya fedha kusimamia kati, ili cha muhimu hapo nafikiri mnaelewa, uwe tuna wallet address, ukajua hii ndio fulani, biashara imeisha. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwa na mtu wa. Anachohitaji mteja wako ni kuwa na kifaa cha kidigitali kama vile simu au kompyuta ili kupokea pesa moja kwa moja kutoka kwako. Sio kama mobile money, japokuwa mobile money huu mfumo ambao tunautumia sasa hivi ilikuwa ni hatua ya awali kufikia teknolojia hii. Ubora wa sarafu dhidi ya mobile money ni kwamba yenyewe haina mipaka. Tunapotumia sarafu mtandao haina mipaka. Hakuna mtu ambaye atakulazimisha uwe na milioni 2, milioni 3 usizidishe, hapana. Na uhuru wa kifedha unakuwa nao. Katika sarafu hii ambayo inakupa uhuru na kuweza kuitumia wakati wowote, kwani hutunzwa kwenye wallet yako ya kidijitali. Hapa wote tuliokuwepo hapa, kila mmoja ana wallet. Na hiyo wallet hakuna yoyote ambaye ana uwezo wa kuifikia isipokuwa ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni mfumo mpya wa fedha ambao umevumbuliwa baada ya mageuzi 4 ya viwanda. Ni mfumo imara wa utunzaji fedha usioweza kudukuliwa, tulipima thamani kwa kubadilishana mali kwa mali. Halafu tukaja kutumia dhahabu, baadaye sarafu za chuma, kisha pesa za karatasi. Kila mabadiliko ya kupima thamani yalikuja na changamoto zake, lakini mfumo huu wa kidijitali una faida nyingi. Kwani kwanza, uhitaji. Kila mabadiliko ya kupima kuja na changamoto zake, lakini mfumo huu wa kidijitali una faida nyingi. Huu mfumo ambao leo hii hapa tuko umetukutanisha pamoja una faida nyingi. Kwanza, uhitaji kubeba fedha kwenye mabegi au magunia kama zamani. Pili, uhitaji kwenda kupanga foleni au kupoteza muda benki. Uhitaji mtu wa tatu ahusike. Unapotaka kutuma pesa mbali, uhitaji kutumia gharama kubwa. Kutuma pesa uhitaji kupangiwa kiasi cha kutumia. Hapa leo tuna mifano mingi tu hata kwenye nchi yetu. Unaweza ukaenda benki ukaweka kiasi cha fedha kikiwa kikubwa cha ajabu. Wewe akaunti yako kila siku inaingia mishahara labda 500,000 au milioni 1, milioni 2. Siku unakwenda benki unaweka bilioni 1, bilioni 2. Lazima utaulizwa. Tunazo sheria za fedha. Kuna laundering money, kuna fedha kutakatisha fedha. Hauna kizingiti. Hii thamani ndiyo ambayo hata leo hapa tupo wengi, masikio yetu ni GCV. Upewa thamani na watumiaji wenyewe katika sarafu mtandao, tofauti na sarafu nyingine ambazo tunasema ni sarafu za kijadi. Kwenye mfumo wetu huu, mvumbuzi wa Stellar sema na ambao thamani ya bidhaa hupangwa na watumiaji wenyewe. Bila shaka mnalifahamu hili. Tulifanya barter trade na tukawa tunafanya kwa thamani ambayo tumekubaliana nayo sisi. Na tulikuwa tunafanya manunuzi, kuuza na kununua kila siku. Lengo ni kuipa thamani bidhaa yetu. Sarafu hii inatarajiwa kuanza na thamani
ya dola 314,159. Naomba tuipigie makofi thamani. Kutokana na jamii kubwa ya wanapai ulimwenguni kote kusisitiza kuwa inastahili kuanza na thamani hiyo au zaidi. Kwa hiyo msishangae kwenye dashboard kule mkakuta thamani ni zaidi ya 314,159. Msishangae mkapata pressure. Kwa hiyo mtegemee lolote lile linaweza likatokea, lakini sio kushuka chini ya hapo. Kwa hiyo thamani tumeitafuta sisi kama wanajamii wa Pi Network. Wanapai ulimwenguni wanasisitiza kuwa thamani ya Pi inastahili kuanza na thamani hiyo au zaidi. Na tayari maeneo mengi duniani yameshaanza kufanya mabadilishano ya thamani hiyo kwa mfumo unaoitwa barter trade. Hapa wafanyabiashara wanakubali kupokea malipo kwa Pi coin, kubadilishana bidhaa na wanunuzi, kubadilishana bidhaa na wanunuzi kupokea kiasi hicho ambacho tumekubaliana nacho. Mpaka sasa hivi bado Pi haija fiat currency hadi baada ya open mainnet kwa maelekezo ya core team. Open mainnet lini? Leo. Open mainnet lini? Leo. Kwa hiyo leo hii ndio tutajua thamani halisi ya sarafu yetu. Thamani ya dola moja kwa Tanzania hapa takriban 2,500 au zaidi. Ikiwa Pi moja itaanza na makubaliano ya GCV yaliyopo sasa, je, ukiwa na Pi 50, ukiwa na Pi 100, ukiwa na Pi 500, utakuwa umepiga hatua au hujapiga? Mama yetu, shangazi yetu Champion Fame anasema ukiwa na sarafu 10 zinakutosheleza kwa maisha yako yote. Kwa umri tuliokuwa nao hapa, sarafu 10 zinakutosheleza. Ana maana gani? Tunasubiri hiyo GCV. Bila shaka unaweza kuandika historia mpya kwenye maisha. Mwanzilishi mwenza wa sarafu hii Dr. Fane alisema unahitaji sarafu 10 tu za Pi kwa maisha yako yote yalosalia. Je, unasubiri nini kuanza kuchimba? Sarafu hii inomilikiwa na watu zaidi ya milioni 100 duniani kote. Maana mfumo wa pesa za karatasi tulionao unakwenda kufa muda mfupi ujao, na mifumo mingine ya fedha pia nayo ilikufa vile vile. Nipende kumalizia kwa kusema tumepita hatua nyingi katika mifumo ya kifedha, lakini mfumo huu ni mfumo ambao tunasema ni wa kisasa zaidi, na utakwenda kutumika kama historia au white paper inayozungumza kwamba mradi wetu una uwezo wa kutumika zaidi ya miaka 1000 ijayo. Naomba tuipigie makofi Pi Network. Ningependa kutoa shukurani za dhati. Huyu jamaa anakwenda kuingizwa katika Genius Book, katika lile tari kubwa la watu ambao wamefanya maajabu ya dunia. Tutayaona kupitia kwenye sarafu hii. Dr. Nicholas Kokalisi amefanya kitu kikubwa sana. Ametengeneza mradi huu kwa zaidi ya miaka 23. Kabla ya ujio wa Bitcoin, hata yeye mwenyewe anasema kabla ya ujio wa Bitcoin nilikuwa na idea ya Bitcoin. Sasa muangalie. Lakini kikubwa zaidi, tuwe na imani na hii sarafu, kwa sababu chuo cha Stanford University ambacho ndio kilisimamia, kiliratibu hii sarafu ya Pi Network, hawa ni wataalamu ambao wametoa mifumo mingi. Hiyo Facebook unaijua, Instagram unaijua, coin ya Ethereum, Bitcoin, Google, hivi vyote vimetoka katika chuo kikuu cha Stanford University katika idara yake ambayo inahusiana na masuala ya blockchain. Kwa hiyo na mradi wetu nao umetoka hapo, mategemeo ni makubwa ya kufanya vizuri. Kwa hayo machache nisiwachoshe sana, asanteni sana. Tupigie makofi mengi. Pi. Mwamba sio mwamba. Mwamba sio mwamba.